Yes, kwanza kwa malengo tumefanikiwa kwa maana ya kutetea ubingwa wetu wa ligi kuu ya NBC. Hayo ni mafanikio makubwa kwa sababu kwa ukubwa wa Yanga msimu unapoanza target huwa ni kushinda. Alafu kwenye kuendea hiyo target ya kushinda ndio safari inakuwa ndefu yenye mabonde, milima, panda, shuka, lakini target ambayo inatafutwa ni kushinda ubingwa, na tumefanikiwa kushinda ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Kwa hiyo tumefanikiwa katika hilo, lakini pia tumefanikiwa kushinda baadhi ya makombe hapa ndani. Tulianza kushinda ngao ya jamii msimu ulivyoanza wa 25-26, baadaye tukaenda kushinda kombe la mapinduzi kule Zanzibar. Na nafikiri mwaka huu Yanga ime clear the air, imefuta kabisa ule msemo kwamba ukiwa ubingwa wa mapinduzi lazima ukose ubingwa wa ligi kuu Tanzania. Ilikuwa hivyo. Kumekuwa na hiyo notion kwa mashabiki kwamba ukichukua tu mapinduzi umejitia mkosi, lazima ukose ligi kuu. Ile Saido anapiga penalti ya mwisho Yanga anakuwa bingwa wa mapinduzi. Mkakosa ubingwa. Na iko miaka yote kufuatia hiyo trend iko hivyo. Ukichukua tu ubingwa mapinduzi huko bara, ukirudi kwenye ligi lazima iwe mtihani. Kwa hiyo sisi tumefanikiwa kuchukua mapinduzi, tumefanikiwa pia kuchukua na ligi. Kwa hiyo ni makombe 3 ya hapa ndani ambayo tumeyapata, na tulifungua msimu kwenye pre-season tulipokwenda Rwanda kwenye Rayon Cup, ile tulichukua pia ile kombe. Kwa hiyo tofauti ya msimu huu na msimu uliopita, mwaka huu tuna makombe 4. Last season tulikuwa na makombe 5. Kwa kombe pekee ambayo tumelipoteza msimu huu ni kombe la shirikisho la CRDB ambalo tulitolewa hatua ya nusu finali na Azam Football. Kwa hiyo ukipima kwenye mizania tunasema tumekuwa na msimu mzuri kwa maana ya achievement, tumepata mataji mengi kama club, na sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kujipanga sana msimu unaofuatia kuweka malengo mengine makubwa ya kuifanya klabu yetu ifanikiwe zaidi. Lakini kimataifa ambako kumekuwa ndio kilio cha wanayanga kwenye kila msimu, last season kwa maana ya 25-26 tulitolewa kwenye hatua ya makundi tukiwa na point 8. Na binafsi na hesabu kama ni sehemu ya mafanikio kwa sisi kukusanya point 8 kwenye lile kundi, licha kwamba hamkufuzu. Unajua Champions League ni process, na mara nyingi wachambuzi wamekuwa wakisema hapa inabidi uwe na hiki uweze kuchukua ubingwa wa Afrika. Kwenye lile kundi nakumbuka wakati nilapangwa ndio kipindi kile tu kwenye lockdown hapa ndani hapa, kila mtu yupo nyumbani kwake. Lile kundi lilionekana kundi gumu sana ambalo Yanga hawezi kutoboa kivyote. Na waliokuwa wanasema hivyo sio kwa sababu ya ushabiki, ni kwa sababu ya fact ya timu 3 ambazo tunazikuta pale. Unamkuta JS Kabylie tayari ana historia ya kuchukua ubingwa Afrika. Unamkuta FAR Rabat ana historia ya kuchukua ubingwa Afrika. Unamkuta Al Ahly ana historia ya kuchukua ubingwa Afrika. Afuote Waarabu. Alafu kuna Yanga ambaye hajafika hata nusu finali. Alafu kuna wamba 3 ambao tayari wana medali za CAF Champions League. Kwa hiyo ilionekana ni ngumu Yanga kutoboa, lakini tulijidhatiti kiushindani na uongozi uliwekeza sana logistics zote za nje ya uwanja kuhakikisha tunafuzu kwenye ile kundi. Lakini haikuwa bahati kwa sababu binafsi ukiniambia mechi ambayo tuliharibu based on ratiba ambayo tulizipanga, kwa sababu kundi lilipotoka engineer aliita kamati tendaji na wakaset target. Tunaweza qualify, watu wakasema yes tunaweza qualify kwenda hatua ya robo final. Tuna qualify vipi? Uongozi ukaenda kwenye uhalisia. JS Kabylie huyu tunaweza kupata 4, tunaweza. Huyu FAR Rabat tunaweza kupata 4 hadi 6 hapa. Mimi katika timu ambayo watu wengi hawajui na imekuwa surprise, FAR Rabat imeenda kucheza finali. Lakini ndio timu ambayo Yanga tulikuwa tuiofii kwenye kundi letu. I can tell you. Yaani katika hesabu zetu sisi tulikuwa tuiofii FAR Rabat. Tulikuwa tunaiofia JS Kabylie point 4. Na ni kwa sababu ya mazingira ya Algeria. Unajua tucheza na Algeria, umecheza na Morocco. Mazingira ya Algeria ni magumu zaidi kuliko Morocco. Kwa hiyo utana timu ya Algeria, JS Kabylie ambao pia na fan base kubwa, timu Kongo pale, obviously ilikuwa mechi ngumu. Kwa hiyo tukapiga hesabu zetu tukasema huyu Al Ahly huyu tukienda kwenye ukweli, ukipata alama 1 dhidi yake umefanikiwa. Yaani katika mechi 2 kwako na kwake, ukipata alama 1 umefanikiwa. Tuzitoe hizi alama 6 za Ahly zote. Tuzitoe, tuangalie hizi alama nyingine za hawa 6 za 12 na 6 za FAR Rabat tunaweza kuzipata.
Kwa mechi ambayo mimi of course ilituumiza sana ni mechi ya FAR Rabat ya away. Ile mechi ambayo tulifungwa goli dakika za mwisho, dakika ya 85. Ile mechi ilituumiza sana. Nakumbuka baada ya filimbi ya mwisho vyumbani kama kuna msiba hivi. Baka analia, Diara analia, watu wanaumia kwa sababu ni mistake moja tu ambayo waliitumia jamaa kufunga. Alafu sisi tuli create chance ambazo tulikaribia kufunga. Kuna chance ali create Dube, ilikula mwamba wa chini, ilikuwa chance ambayo unaiona hii ni goli. Kuna chance nyingine Dube alikuwa anataka kukevu hivi ile mpira. Chance ile ilikuja ya Mzize nafikiri, yes. Kwa kuna chance ambazo walirudi vyumbani zikawa zinawajia kichwani, tungefunga ile. Sababu ile mechi kuna pointi moja tu sisi. Tunatafuta sare tu tuweze kuqualify. Kile bahati mbaya wakatufunga. Tukasubiri mechi ya mwisho. Sisi tumfunge JS Kabylie na FAR Rabat afungwe na Al Ahly. Al Ahly akatufanyia kitendo cha kinyama sana. ambacho naamini ndio kinamtesa mpaka yale machozi ya Yanga siku ile. Ndio mpaka leo Al Ahly tuko naye juu mwakani Champions League. Na Yanga ni watu wa visasi. Natamani kama kukutana na Ahly. Wetu kiiweka hivi rohoni. Kwa sababu Al Ahly anatimia kumfunga FAR Rabat. Anaongea twende mbele tulijuma. Tupigwe Cairo. Ahly angetakiwa ashinde ile mechi. Anatimia kumfunga FAR Rabat. Na siku ile alikuwa hoi sana. Sio hoi. Yaani sisi tulikuwa tunaangalia ile mechi, tukafunga bao la kwanza, tukafunga la pili pale Zanzibar. Kwa concentration ikahamia Misri. Na hata players watu wengi ja notice kwenye ile mechi. Kama uliangalia vizuri baada ya sisi kufunga bao la pili, kama intensity ya game ilishuka hivi imecheza JS Kabylie. Kwa nini? Kwa sababu player muda wanaweza benchi la ufundi. Vipi Misri? Bila dakika 70. Kwa watu na ile morali inaanza kwa sababu players wanacheza pale, akili yao of course ipo kwenye Yanga kufuzu, hilo ni jambo la taasisi, lakini kuna kibunda chao kipo mezani cha qualification ambacho bosi alikiweka. Kwa hiyo wao wanacheza sawa, kuna heshima ya Yanga kufuzu bofani, lakini kuna hela yetu. Kwa hiyo hisia zilikuwa nyingi pale, hali kwa ile mechi tukasema haya, Mwenyezi Mungu kama kweli huyu kacheza hivi leo ndio uwezo wake, basi sawa. Ndio nana mwakani hatuko naye. Mwakani yeye Singida watakutana na Confederation, wabadilishane. Maana kule Confederation kuna viwanja vingine reli inakatiza hivi, msubiri kidogo reli ipite ndio mcheze mechi hapa. FM kutoka Dar es Salaam.